tulipita kwa ajili gani? Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo usiku wa leo ninaenda kuongea kuhusu moto wa Mungu usiweze kuzima. Bwana asifiwe. Moto wa Mungu usiweze kuzima. Tunahitaji moto wa Mungu ili tuenende katika hatua nyingine. Tunapokuwa na moto wa Mungu tunapiga hatua nyingine. Bwana Yesu asifiwe sana. Moto unapowaka ndani ya maisha yetu, moto unapowaka madhabahuni, Mungu anatupeleka katika hatua nyingine tofauti. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo tunaenda kusoma katika Walawi mlango wa 6 mstari wa 12. Tufungue Biblia zetu. Walawi mlango wa 6 Leviticus chapter 6 verse 20. Tutaanzia mstari wa 12 hadi mstari wa 13. Unasema ya kwamba, na huo moto ulio madhabahuni atautunza uwake daima juu yake, usizimike. Naye kuhani atateketeza kuni katika moto huo kila siku asubuhi, naye ataipanga sadaka ya kuteketezwa juu yake, naye atayateketeza mafuta ya sadaka za amani juu yake. Moto utatunzwa uwake juu ya madhabahu daima, usizimike. Bwana Yesu asifiwe sana. Moto ni ishara ya uwepo wa Mungu juu ya maisha yetu. Moto ni ishara ya uwepo ambao unaojaa juu ya madhabahu ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Madhabahu ni nini? Madhabahu ni mahali ambapo Mungu unaabudu Mungu. Hata wewe mwenyewe katika moyo wako unaweza kuwa madhabahu ya kiungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Hata nyumbani mwako unaweza fanya mahali ukaweza kumwabudu Mungu, ukaweka madhabahu ya Mungu katika nyumba yako. Bwana Yesu asifiwe. Na madhabahu mahali hapo tunapoabudu Mungu, tunaendelea kufanya madhabahu yakaweze kuwa na nguvu katika maisha yetu. Ina maana ya kwamba moto unapowaka juu ya madhabahu, maisha yetu hayawezi kuwa maisha tu ya kawaida. Moto unapowaka juu ya madhabahu, basi sisi tutakuwa watu tofauti. Bwana Yesu asifiwe sana. Wakati tunapochochea, wakati kwa mfano unapika chakula na kuni zinarudi nyuma, wakati unapochochea ndio chakula inaendelea kuiva. Kwa hiyo hata katika nyumba ya Bwana, sisi ambao tumeokoka, tunastahili tukaweze kuchochea moto. Tunastahili tukaweze kuchochea moto wa Mungu usiwahi zimika juu ya maisha yetu. Kwa sababu moto unapozimika juu ya maisha yetu, kuna mambo ambayo kuna hatua hatuwezi fika. Moto wa Mungu unapozima juu ndani yetu, ama unapozima katika madhabahu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo tuendelee kuchochea huu moto. Tutauchochea kivipi? Vile tunavyoomba ni kuchochea moto. Bwana Yesu asifiwe sana. Tusikate tamaa, tusichoke wapendwa. Tuchochee huu moto ambao Mungu ni moto tu kidogo, lakini unaweza kuwa moto mkubwa zaidi wakati tunapoendelea kuchochea, wakati tunapoendelea kuingia ndani ya Bwana, wakati tunapoendelea kutaka mapenzi ya Mungu yakaweze kufanyika juu ya maisha yetu. Huo moto unaendelea kuchocheeka. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Amen. Tunapoendelea kuchochea moto huu ni ishara ya uwepo wa Mungu, na moto unawakilisha pia utakatifu na usafi. Tunapoendelea kuwa wasafi, tunapoendelea kuwa watakatifu mbele za Mungu, tunapoendelea kutubu na kuambia Mungu, tuko hapa, tusaidie, tusamehe, tutakase kwa damu yako, basi moto wa Mungu unaendelea kuwaka. Bwana Yesu asifiwe sana. Hauwezi ukazimika. Tunapotenda dhambi, unajua wakati tunatenda dhambi na kuacha njia za Mungu, hapo ndipo tunapata ya kwamba ule moto umeshazimika. Tukiangalia Samson alikuwa mtu ambaye alikuwa na Mungu ndani yake. Alikuwa anafanya mambo makubwa ndani ya maisha yake. Alikuwa anafanya mambo ambayo
watu wanaangalia, wanashangaa, wanashindwa siri ambayo ako nayo ni gani? Siri ambayo alikuwa nayo, alikuwa na Mungu ndani yake. Mungu alikuwa anamsaidia kupigana na Wafilisti, alikuwa anamsaidia, alikuwa na nguvu ndani yake. Lakini wakati alipoacha hiyo siri ya Mungu, wakati alipotoboa siri, wakati aliposema siri za nguvu zake, hapo ndipo Mungu aligundua ya kwamba Mungu amemwacha. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu alimwacha wakati alipoteleza, hiyo siri ambayo alikuwa nayo ya nguvu zake alipoitoboa kwa yule Delila, Mungu aliweza kumwacha. Kwa hiyo wapendwa, sisi tunapokaa katika nyumba ya Mungu, ama wakati umeokoka, usione ya kwamba ni bure, ama usione ya kwamba hakuna kitu chochote. Kuna kitu kikubwa sana ndani yako wakati umeokoka na unaposhikilia Mungu. Hiyo ni siri kubwa sana. Wakati sasa unapoenda ukatenda dhambi, ukaanguka, ujue ya kwamba hiyo siri ambayo Mungu alikuwa ameweka ndani yako, hivyo ujue hivyo ni basi. Mungu anakuacha, ujue Mungu anakuacha. Mara nyingi hatuelewi kile ambacho tumebeba ndani ya maisha yetu. Hatuelewi. Lakini wakati unapogundua kile ambacho umebeba juu ya maisha yako, hakika huwezi fanya kitu chochote ambacho kinaweza kumkwaza Mungu. Unakuwa makini, unakuwa kila wakati unajiangalia, kila wakati unatubu, kila wakati hata ukijipata umeongea neno baya, unaambia Mungu nisamehe, nisaidie, kwa sababu kile ambacho mtu ako nacho ndani yake, wakati kinapotoka ndio atajua kwamba kweli nilikuwa na kitu ndani ya maisha yangu. Lakini wakati uko nacho, unaweza ona tu ni kawaida tu, lakini wakati kinapokuponyoka, utajua kwamba uthamani wa kile kitu, kwa sababu sasa kinapokuponyoka. Samson aliposema ile siri, Mungu aliweza kumwacha, na ile nguvu ambayo alikuwa nayo ilididimia kabisa, haikuweza tena kufanya kazi ndani ya maisha yake. Kwa hivyo wakati tuko na nguvu ya Mungu ndani yetu, moto wa Mungu tunapokuwa nao ndani yetu, tunapouchochea, basi ni kitu kikubwa sana juu ya maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo wapendwa, tuendelee kuchochea moto ambao Mungu ameweka ndani ya maisha yetu. Twende katika 1 Kings Wafalme wa kwanza mlango wa 22. First Kings chapter 18 verse 22. Tuone mtu wa Mungu pia mwingine ambaye aliyekuwa na moto wa Mungu, alikuwa na moto wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Tusome katika 1 Kings chapter 18 verse 22. Tuone hapa ni Ahab alikuwa anamtafuta Elia. Alikuwa anamtafuta Elia ili afanye nini? Akaweze kumuua. Aliweza kuwa manabii wengi, na akawa anamtafuta Elia ili akaweze kumuua. Lakini Elia alikuwa na moto wa Mungu ulikuwa ndani yake. Acha tusome. Ndipo Elia akawaambia watu, mimi nimesalia mimi peke yangu nabii wa Bwana, lakini manabii wa Baali ni watu 450. Kwa hiyo na watutolee ng'ombe wawili wao, na wajichagulie ng'ombe mmoja, wamkatekate na kumweka juu ya kuni, wasitie moto chini, nami nitamtengeneza huyo ng'ombe wa pili na kumweka juu ya kuni, wala sitatia moto chini. Nanyi ombeni kwa jina la Mungu wenu, nami nitaomba kwa jina la Bwana, na Mungu yule ajibuye kwa moto na awe ndiye Mungu. Watu wote wakajibu wakasema, maneno haya ni mazuri. Elia akawaambia manabii wa Baali, jichagulieni ng'ombe mmoja, mkamtengeneze kwanza, maana ninyi ndio wengi. Mkalitie jina la Mungu wenu, wala msitie moto chini. Wakamtoa yule ng'ombe,
waliopewa, wakamtengeneza, wakaliitia jina la Baali tangu asubuhi hata adhuhuri, wakisema, Baali, utusikie. Lakini hapakuwa na sauti wala aliyejibu. Nao wakarukaruka juu ya madhabahu walioifanya. Ikawa wakati wa adhuhuri, Elia akawafanyia dhihaka, akasema, mwiteni kwa sauti kuu, maana ni Mungu huyo, labda anazungumza, au ana shughuli, au ana safari, au labda amelala, sharti amshwe. Wakapiga kelele, wakajikatakata kwa visu na vijembe, kama ilivyo desturi yao, hata damu ikawachuruzika. Ikawa wakati wa adhuhuri ulipopita, walitabiri hata wakati wa kutoa dhabihu ya jioni, lakini hapakuwa na sauti wala aliyejibu wala aliyeangalia. Kisha Elia akawaambia watu wote, nikaribieni mimi. Watu wote wakamkaribia, akaitengeneza madhabahu ya Bwana iliyovunjika. Elia akatoa mawe 12 kwa hesabu ya kabila za wana wa Yakobo, aliyejibiwa na neno la Bwana na kuambiwa, jina lako litakuwa Israeli. Naye akaijenga madhabahu kwa mawe hayo katika jina la Bwana. Akafanya mfereji kama wa vipimo 2 vya mbegu ukizunguka madhabahu. Kisha akazifunga zile kuni, akamkata yule ng'ombe vipande vipande, akaviweka juu ya kuni. Akasema, jazeni mapipa 4 maji, mkayamwage juu ya sadaka ya kuteketezwa na juu ya kuni. Akasema, fanyeni mara ya pili. Wakafanya mara ya pili. Akasema, fanyeni mara ya tatu. Wakafanya mara ya tatu. Yale maji yakaizunguka madhabahu, akaujaza mfereji maji. Ikawa wakati wa kutoa dhabihu ya jioni, Elia nabii akakaribia, akasema, Bwana Mungu wa Ibrahimu na wa Isaka na wa Israeli, na ijulikane leo ya kuwa wewe ndiye Mungu katika Israeli, na ya kuwa mimi ni mtumishi wako, na ya kuwa nimefanya mambo haya yote kwa neno lako. Unisikie Bwana, unisikie, ili watu hawa wajue ya kuwa wewe Bwana ndiyo Mungu, na ya kuwa wewe umewageuza moyo wa kurudie. Ndipo moto wa Bwana ukashuka, ukaiteketeza sadaka ya kuteketezwa na kuni na mawe na mavumbi, ukayaramba yale maji yaliyokuwamo katika mfereji. Na watu wote walipoona wakamfuka kifudifudi, wakasema, Bwana ndiye Mungu, Bwana ndiye Mungu. Elia akawaambia, wakamateni hao manabii wa Baali, asiokoke hata mmoja. Wakawakamata, na Elia akawachukua mpaka kijito cha Kishoni, akawaua huko. Bwana Yesu asifiwe sana. Elia huyu alikuwa ni mtumishi wa Mungu, alikuwa na moto wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Yeye alitaka kumtokea yule Ahab, alikuwa anamtafuta kwa udi na uvumba ili akaweze kumuua. Lakini vile alivyokuwa na nguvu za Mungu, alikuwa na moto wa Mungu ndani yake, yeye ndiye akaanza kumtafuta Ahab. Akasema ya kwamba mimi nataka nikutane na huyo Ahab. Bwana Yesu asifiwe sana. Na wakati alipokutana na Ahab anamwambia wewe ndio unayehangaisha unayehangaisha mji. Anamwambia Elia kwamba yeye ndiye anayemhangaisha mji, lakini Ahab alimwangalia direct kwa macho, akamwambia wewe ndiye unayetaabisha mji. Bwana Yesu asifiwe sana. Yaani unaona ya kwamba mtu ambaye ako na moto wa Mungu ndani yake haogopi huyu ni nani, haogopi wala huyu ni nani. Anasema kile ambacho Mungu ameweka ndani yake. Huwezi ogopa ukasema huyu ni rais, Mungu amekutuma kwake. Yeye unamwambia wazi ya kwamba ni hivi na hivi na hivi. Unajua mtu kama rais hivi ama gavana, unapomface wewe mtu wa Mungu, anaangalia anasema huyu ni nani anaweza niface aniambie mambo kama haya. Lakini Elia alikuwa na ujasiri kwa sababu alikuwa anamjua Mungu wake. Bwana Yesu asifiwe sana.
tunataka tufike katika hicho kiwango cha kumjua Mungu wetu, ambapo hakuna chochote tunaweza ogopa. Bwana asifiwe. Yeye hakuogopa chochote. Alienda pale kwa Ahabu akamwambia kwamba wewe ndiye unayetaabisha mji. Bwana Yesu asifiwe sana. Yaani ni mfalme, huyo ni mfalme anaongea, yaani ni nabii tu ambaye anayeongea na mfalme, anamwambia wazi, wewe ndiye unayetaka, kwa sababu anajua Mungu ambaye ninayemtumikia ni mkuu kuliko wewe mfalme. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu ambaye tunayemtumikia ni mkuu kuliko kitu chochote kile. Yeye ni mkuu. Kwa hiyo Mungu anapokutuma, anapokuambia fanya jambo hili, fanya kwa ujasiri, ukijua ya kwamba yeye aliye ndani yako ni mkuu kuliko yule aliye nje. Bwana Yesu asifiwe sana. So Elia aliweza kuonyesha ya kwamba alitaka kuonyesha ya kwamba mimi yule Mungu ambaye ninayemtumikia, ninyi mnayetumikia miungu mingine, hebu tuone kati ya miungu yenu na Mungu wangu ni nani mkubwa. So Elia aliweza kumwambia kwamba hebu leta hao Baali, leta hao mabaali, tukaweze kujua ya kwamba ni nani kati ya mimi, kati ya Mungu wangu na kati ya Mungu wenu, miungu yenu, ni nani mkubwa. So watu walifurahia, wakasema ni sawa. Watu pale walisema sawa, acha ikuwe namna hiyo. So Elia aliweza kufanya nini? Kuleta zile sadaka, akazikatakata zile ng'ombe, akawaambia kwamba haya, mimi nataka muite Mungu wenu akaweze kushusha moto kutoka mbinguni. Kulikuwa na ng'ombe ambayo zilikatakatwa zikawekwa katika madhabahu. So hayo madhabahu yalikuwa na kuni, wakaweka maji. Walipoweka maji, wakamwambia Elia akamwambia kwamba haya, iteni hiyo Mungu wenu. Walipoanza kumwita Mungu wao, walimwita lakini hawakuitika. Miungu haina faida, miungu ni bure, haiwezi fanya lolote. Waliita hizo miungu zao, wakaita Mungu wao, wakamwita kuanzia asubuhi mpaka jioni. Basi Elia hata akawaita na vijembe, wakachuruzika madamu ili wakaweze kuita miungu, lakini Mungu wao hakuweza kuwaitika. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini wakati Elia alisimama na ujasiri wa Mungu, akijua ya kwamba nitakapomwita huyu Mungu wangu atashuka na wataona Mungu jinsi alivyo. Bwana Yesu asifiwe sana. Yeye alimwita Mungu ambaye ni Mungu wa mbinguni, Mungu wa yote, Mungu wa kuabudiwa, wa kuheshimiwa, Mungu ambaye anayeweza yote. Elia alimwita. Alipomwita akamwambia, Mungu wa mbinguni, hebu na ijulikane ya kwamba wewe ni Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Ni wewe peke yako. Na wakati Elia alipomwita, Mungu aliweza kushusha moto, na moto ukashuka ukateketeza ile sanamu, ukateketeza yale maji, yaani maji yaliwekwa mapipa, anasema yake ililoweshwa kabisa. Lakini moto wa Mungu uliposhuka uliteketeza vile maji, ukateketeza zile kuni, ukateketeza hata na mawe. Bwana Yesu asifiwe sana. Na inajulikana ya kwamba Mungu wa Elia ndiye Mungu ambaye atakayeweza kuabudiwa. Bwana Yesu asifiwe. Mungu wa Elia ndiye atakayeweza kuabudiwa. Mungu ambaye tunayemwabudu ni Mungu ambaye anayeweza, ni Mungu ambaye anayetutetea, anayetupigania. Yeye Mungu aliweza kumpigania Elia, akajidhihirisha, akajionyesha kwamba yeye ni Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Haijalishi mahali hapa kuna madhabahu ya aina gani, sisi ambaye tunayemwabudu Mungu, hayo madhabahu ya kishetani hayawezi yakatutisha, kwa sababu tunajua tunaye Mungu aliye hai, tunaye Mungu ambaye anayeongea. Bwana Yesu asifiwe sana. Hizi miungu zingine ni miungu ambazo hazina nguvu, lakini Mungu wetu ni Mungu ambaye anayetujua, na Mungu wetu ni Mungu ambaye ametuumba, na ni Mungu mkubwa sana. Kwa hiyo tunapomuita hata katika maisha yetu, tunapomuita hata katika nyumba hii, tunapomuita
hata katika jamii zetu Mungu wetu huwa anatusikia. Bwana Yesu asifiwe sana. Na moto, tunapoendelea kuchochea moto wa Mungu pia unawakilisha nguvu za Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Nguvu za Mungu zinapokaa ndani ya maisha yetu hatuwezi tishika. Haijalishi mambo mangapi yameinuka katika mji, sisi hatuwezi tishika. Bwana Yesu asifiwe sana. Haijalishi ni mambo mangapi watu wanaongea kutuhusu, lakini hatuwezi tishika kwa sababu tuko na nguvu za Mungu. Tuko na nguvu za Mungu na tunachochea moto katika maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Hata tukiwa katika manyumbani zetu, tukiwa katika nyumbani, hata tukaendelea kuhakisha moto wa Mungu katika mahali unapoishi. Nyumba ambayo unayoishi haujui ilijengwa katika misingi gani, lakini tunapoendelea kuweka madhabahu ya kiungu, wakati tunapoendelea mahali hapo tunapokuwa tunaomba, mahali hapo tunapokuwa tunasoma neno la Mungu, tunapokuwa tunashikana na Mungu, basi tunaendelea kujenga madhabahu ya Mungu mahali hapo. Tunainua madhabahu ya kiungu mahali hapo, na Mungu anakuwa hapo, na hii madhabahu ya kipepo yanashindwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Madhabahu ambayo si ya Mungu yanashindwa, kwa sababu tunajua Mungu wetu anatushindania na Mungu wetu anatupigania usiku na mchana. Bwana Yesu asifiwe sana. Na madhabahu yenye moto huwa ni makao ya Mungu, mahali Mungu anapoishi. Mahali kuna moto Mungu ni makao. Mungu ameweka makao yake mahali hapo. Bwana Yesu asifiwe. Hata moyoni mwako unapoweka madhabahu ya Mungu, Mungu anakaa hapo, inakuwa ni makao yake. Sasa yeye anaendelea kuwa pamoja na wewe katika kila hali na katika kila jambo. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo tunapokuwa na moto wa Mungu juu ya maisha yetu, makao ya Mungu yanakuwa mahali hapo. Katika nyumba zetu, Mungu anaweka makao yake ndani hapo. Tusiwe watu kila wakati tukiwa manyumbani, kwa TV zetu tunaangalia movies, tunaangalia vitu za bure, tunaangalia vitu ambazo hazitufaidishi. Hata tuweze kuangalia, tuseme hata tuangalie mahubiri, tuseme tuwe tunaabudu Mungu, hata katika sifa tuwe tunaabudu Mungu. Na hivyo inamaanisha kwamba Mungu hawezi toka katika mahali ambapo umemfanyia madhabahu yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu anafanya makao mahali ambapo anaabudiwa. Mungu anafanya makao mahali ambapo unawasha moto kila wakati. Mahali moto umezima, hauwezi mpata Mungu mahali hapo, lakini mahali kuna moto, Mungu utampata mahali hapo. Bwana Yesu asifiwe sana. Mambo yanayotufanya kwamba moto ukaweze kuzima ni kuwa majeraha. Majeraha ni mambo ambayo tunafikiria mambo ya yaani, uko na majeraha ndani ya moyo wako, una mauchungu fulani ndani ya moyo wako, inaweza kukufanya kwamba Mungu akaweze kukosa kuwa ndani yako, Mungu akaweze kufanya asiweze kufanya makao ndani ya maisha yako. Wakati unakuwa na uchungu, wakati unakuwa na bitterness, unakumbuka kitu ambacho mtu alikufanyia kitambo, unakosa kumsamehea, basi hapo unafukuza ule moto wa Mungu. Lakini wakati unaposamehea, wakati unapomwambia Mungu, niko hapa, ondoa majeraha ndani ya moyo wangu, ondoa chochote ambacho kinakufanya usiweze kufanya makao yako ndani yangu, basi Mungu ni mwaminifu. Mungu anaondoa kile ambacho unaona kwamba kinamzuia Mungu kuingia ndani ya maisha yako, kwa sababu wakati moto unapozimika, ujue kwamba kuna vile hakuna faida ambazo utapata kwa Mungu. Yaani kuna vile utaishi maisha ambayo utakuwa hauna amani ndani ya moyo wako. Unakuwa mtu ambaye hata ukitaka kuomba inakuwa ngumu, kwa sababu tayari uko na majeraha ndani ya maisha yako. Kwa hiyo moto wa Mungu hivyo utakuwa unaendelea kuzima na utazima na utazimika kabisa. Lakini wakati tunapokuwa watu wa kusamehea, wakati tunapoondoa kila uchungu, wakati tunapoambia Mungu tuondolee kila bitterness, hata kama ulipitia mambo ya aina gani, unaambia Mungu, nisaidie nikaweze kumsamehea yule ambaye alinikosea, nisaidie nikamsamehee. Kama kuna mtu ambaye alikukosea katika maisha na unashindwa kumwachilia, basi ni wakati wa kuweza kumwachilia ili moto wa Mungu kaweze kurudi.
Na wakati moto wa Mungu unapokaa ndani ya maisha yako, utaona nguvu za Mungu ndani ya maisha yako, utaona uwepo wa Mungu unaandamana na wewe, unaona upako wa Mungu, yaani unakuwa na anointing, kwa sababu umeachilia kila kitu na umeamua kama kumkaribisha Mungu na moto wa Mungu usiweze kuzimika. Basi utakuwa maisha yako yatakuwa na urahisi. Unaishi maisha ambayo yako na ease, yaani maisha ambayo unakuwa na rest, unakuwa na pumziko. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana asifiwe. Amen. Mungu wa mbinguni akaweze kuwabariki.